Ni mara nyingi sana mimi nimekuwa nikiwahusia wanaume kuchagua familia za kwenda kuoa, na leo nataka nikutajie familia ambazo wewe mwanaume hutakiwi kwenda kuoa, na kama unahisi wewe una ulazima sana wa kwenda kuoa kwenye hizo familia, nitakusihi uchunguze kama hiyo familia ina utu. La sivyo utaingia kwenye ndoa ya majuto na utajikuta unajuta wewe kwenda kuoa kwenye hiyo familia. Familia ya kwanza ni familia inayojali vitu kuliko utu. Usije ukafanya kosa la kuoa kwenye familia inayojali vitu kuliko utu, na kuna baadhi ya wanaume walishafanya hilo kosa, sasa hivi wanajutia. Na mimi nataka niongelee hasa wale ambao hawajaingia kwenye huu mtego. Muelewe kwamba familia inayojali vitu kuliko utu sio familia salama kwako wewe kuoa. Kwa mfano, unaweza kukuta wewe umempa ujauzito binti na hujakataa kwamba ujauzito ni wa kwako, lakini kwa sasa hivi wewe hali yako ya kiuchumi haiko vizuri. Kwa hiyo umeshindwa kwenda kuonekana na umemwambia kabisa binti kwamba mimi nitakuja nyumbani, lakini kwa sasa hivi siko vizuri kiuchumi. Umekubali kabisa kwamba huu ujauzito ni wa kwangu na unamhudumia yule mwanamke kwa matumizi yoyote ambayo anahitaji, kwa namna ambavyo unajiweza unamhudumia, lakini ile pesa ya kwenda kuonekana kwao kwa sasa hivi huna. Na hilo wazazi wanalitambua kwamba wewe hujakataa ujauzito, umekubali na unamhudumia mchumba wako, lakini kwa sasa hivi pesa ya kwenda kuonekana wewe kwa wazazi wake huna. Unakuta inafika kipindi yule binti anaanza kukuambia maneno ya vitisho ambayo baba yake anayatamka, wazazi wake wanayatamka, kwamba huyo mwenza wako ikifikia mpaka muda umejifungua hawajaonekana hapa, akaye akijua kwamba huyu mtoto atakuwa sio wake. Mwambie kabisa huyo mwenzako, akaye akijua kwamba mtoto huyu hatopewa ubini wake, tutampa ubini wa baba yako. Yaani ukishasikia hiyo statement tu inasema kwamba baba wa familia ile yuko tayari kumpa ubini wake mjukuu wake, ni red flags kubwa sana. Inaonyesha hiyo ni familia inayojali vitu kuliko utu. Kaka yangu, kimbia. Hata kama huyo mwanamke ulimpenda kwa kiwango gani. Najua baadhi ya wanaume huwa mnatafsiri kama ni hasira za kawaida za wazazi, lakini hii ni tafsiri inayoonyesha kwamba hao wazazi wanajali sana vitu kuliko utu. Na kuna wengine ninapozungumza hapa wamesha experience hicho kitu. Sio kwamba ni story tu, imetokea kweli. Ameshindwa kwenda kuonekana mpaka mke wake amejifungua, au niseme mchumba wake, kwa sababu hakumuoa. Niseme imetokea mpaka mchumba wake amejifungua, ameshindwa kwenda kuonekana. Na kilichotokea ndio hichi ninachokizungumzia hapa, kwamba babu ameamua mjukuu wake aitwe ubini wake kwa sababu wewe hujaenda kuonekana pale. Yaani amefanya ile kama kukukomoa. Nakwambia, kama imekutokea hiyo hali, usijiulize maswali mengi, usijilaumu, usifanye chochote. Achana na hiyo familia haraka iwezekanavyo. Kwa sababu ile familia, wale ni wazazi, wana watoto wa kike, wana watoto wa kiume, wanajua hali ya maisha. Na yule baba wa familia, yeye ni baba, ni mwanaume kama wewe, anaelewa namna ambavyo wanaume huwa mnahaso kupata pesa, na anajua kwamba kwa mwanaume kuna kukosa, lakini ameamua kukomalia kukufanyia wewe roho mbaya. Ameamua kupoteza utambulisho wa mjukuu wake kwa sababu ya wewe tu eti kushindwa kwenda kuonekana kwa wakati. Mimi ninakwambia hiyo sio familia salama ya wewe kwenda kuoa, kwa sababu mimi naelewa wazazi wenye busara lazima watampa mtoto utambulisho wake. Hawatopoteza utambulisho wa mtoto, lakini watajiwekea kwamba huyu atakapokuja tutampa adhabu ya kulipa fidia ya jinsi sisi tulivyolea huyu mtoto. Sijui kama unanielewa. Hiyo inaeleweka kwamba wewe hiyo hutoikatana, wala hatutosema kwamba hao wazazi wanajali vitu kuliko utu. Hapana, watakuwa wana haki kwa sababu ulishindwa kwenda kuonekana, na wao mtoto wakampa jina lako kama kawaida, ubini wako, mtoto na utambulisho wako, lakini wanadai fidia yao ya wao kukulelea mtoto. Ni haki yao kabisa, ni haki kabisa kiheshima. Lakini kitu ambacho kinaonyesha ni red flags ni pale utakapokuta baba wa familia ile, babu ameamua kabisa mjukuu wake aitwe ubini wake, eti kwa sababu tu ya wewe kutokwenda kuonekana, na anajua kuna uwepo wako. Sio kwamba umekataa ujauzito, lakini ni hali tu ya wewe kushindwa kwenda kuonekana. Kaka yangu, achana na hiyo familia, hata usihangaike nayo. Na hiki ni kitu ambacho nimekutana nacho kwa mtu, na yeye alisema, dada yangu, mimi ilitokea hiyo situation hivyo 1 2 3, mwisho wa siku mtoto aliishia kupewa utambulisho wa babu.
Kwa hiyo niko kwenye kigugumizi. Nilimwambia achana na hiyo familia, sio familia salama ya wewe kuoa, maana yake inajali vitu kuliko utu. Kwa hiyo kama wewe ni mwanaume ambaye unapitia hii situation, najua utakuwa umenielewa. Hiyo ni familia ya kuachana nayo, inajali sana vitu kuliko utu. Familia ya pili ni ile familia ambayo yenyewe iko tu vizuri. Familia ina baba, ina mama, lakini ni familia yenye status kubwa. Ni familia yenye pesa. Kiufupi ni familia ya kitajiri. Mimi sitokushauri wewe mwanaume kwenda kuoa kwenye familia ya kitajiri ikiwa wewe mwenyewe huna pesa. Baadhi ya watu wamekuwa wakidharaulika na familia za wake zao kwa sababu hawajiwezi kiuchumi. Na wengine wanajikuta wanashindwa kusimamia nafasi zao kama wanaume kwa wake zao. Yaani yeye kuwa kama mume kwa mke wake inashindikana. Hana mamlaka kwa mke wake kwa sababu familia inaingilia sana majukumu ya familia yake. Unaweza kukuta wakati mwingine inatokea mpishano kati ya yeye na mke wake. Kila akiwasilisha hiyo hoja kwa wazazi, wanaishia kumwambia kwamba bwana wewe mrudishe mtoto wetu. Yani wao option yao ni moja. Kila unaposhtaki kuhusu chochote kuhusu binti yao wanakwambia mrudishe binti yetu kama umemshindwa. Ukiona wewe umechoka kuishi naye mrudishe. Na baadhi ya hao wazazi huwa wanaonyesha dharau pale tu unapokwenda kuonekana. Utaona namna ambavyo wana behave kwako. Yani wanakuchukulia ni kama mtu fulani hivi. Kuna watu leo hii huko ukweni wanaitwa baba tunakuomba hapa nyumbani. Akifika anaambiwa baba tunaomba ukatuchotee maji. Baba tunaomba ukatusaidie. Baba tunaomba ukatufanyie hiki. Amekuwa mtumwa kwenye familia ya mke wake kwa sababu hana kitu. Mimi nakusihi wewe mwanaume, kama huna sababu zozote za kuoa kwenye familia ya kitajiri na wewe unajijua kabisa huna pesa, kwa ajili ya amani ya moyo wako, usije ukaenda kuoa kwenye familia hiyo. Unaweza ukaishia kudharaulika na ukaishia kuumia, na kadri unavyodharaulika ukabaki tu kuwa mtu wa chini, kwa sababu ndio hivyo utakuwa unajiona huna namna, na mke wako mwenyewe atakuwa anachangia kukudidimiza wewe. Kila utakapokuwa ukimshtakia kwao utakuwa unadidimizwa, kwa hiyo maisha yako yatakuwa yako chini forever. Mimi ninakushauri, oa mwanamke wa type yako. Achana na hizi familia za kitajiri. Hazitakutajirisha wewe, utaishia tu kuingia kwenye majuto. Watu wamedharaulika na hizo familia za wake zao. Ngoja nikupe story moja. Kuna kaka mmoja, yeye anasema alienda kuoa kwenye familia ya kitajiri na aliona mwanzoni tu red flags aliiona kwenye harusi. Wazazi wa mwanamke waliingilia mpaka kununua shela la mke wao, walinunua shela lao wakapeleka. Familia ya mwanamke ikakataa kwamba mtoto wetu hawezi kuvaa shela la namna hii, hili ni la hadhi ya chini. Wakamnunulia wao gauni wanalotaka binti yao avae. Yeye anasema hakuona kama kuna changamoto yoyote, sijui nini, mpaka ilifikia wakati baba wa binti akasema mimi nyumba ya kuishi hawa watu nitatoa mimi. Yani mwanaume ikaonekana kwenda kuanzia maisha kwenye nyumba ya kupanga. Wazazi wa binti wamegoma, wameamua kumpa binti yao nyumba. Anasema mimi nilifikiria ni kitendo tu kizuri kwamba hao wazazi wana upendo, lakini nilikuja kujuta pale nilipokuwa kama mtumwa kwenye ile familia. Natumwa kuangalia hiki, natumwa kuangalia hiki, na wenzangu yani wakina wanaiteje wale wanaume ambao nao wameoa kwenye ile familia, sijui wanaita kina mtwasi, kitu kama hicho, sijui nachanganya kitu kama hicho. Wale wenzia ambao nao wameoa kwenye ile familia wanaheshimika kwa sababu nao walikuwa na pesa, wako na status kubwa pia, lakini yeye peke yake ndo alikuwa na status ndogo, hana pesa, hana chochote, kwa hiyo alikuwa anadharaulika. Anasema ilifika kipindi mke wake akawa mjamzito na ikafika wakati wa kujifungua. Wakati wa kujifungua ulipofika, kama unavyojua yeye hana pesa, ndio kwanza anajitafuta. Kwa hiyo alimchukua mke wake akampeleka kwenye kituo cha afya cha kawaida. Alikaa mke wake ndani ya masaa 6 hajajifungua. Anasema ilikuja tu ambulance, baba mkwe amekodi ambulance, amekuja mle familia, yuko baba mtu, yuko mama mtu, amekodi ambulance, wakafika pale wakamchukua binti yao bila ruhusa yake, wakaondoka naye kwenda naye hospitali ya private ambayo wao wameitaka. Na alipopiga simu haikupokelewa, simu ya mke haikupokelewa, mke naye aliambiwa marufuku. Kwa hiyo yule akakaa hajui kama mke wake amejifungua ama la. Mke alivyojifungua akamchukua akarudi naye nyumbani. Yani wazazi wa mwanamke wakamchukua mtoto wao. Na alipokwenda anasema alitukanwa sana na baba mkwe. Alimwambia, wewe unataka kuniulia mtoto wangu, unampeleka mtoto wangu kwenye hospitali za kimaskini, unafanyaje? Anasema mimi nililia machozi mbele ya baba mkwe. Nikasema baba mkwe, mimi ndio maisha yangu nilionayo. Kwanza ndio bado niko chini najipambania, hata wewe baba najua ulitoka huku. Akasema kama ulijua huna hela, ulikujije kuoa kwenye familia yenye hela? Ulijua kabisa huna pesa, unakujije kuoa familia yenye pesa? Unataka kuniulia mwanangu? Unataka kunifanyia nini? Anasema alidharaulika sana.
na toka alipoondoka anasema yeye aliamua kuacha kila kitu. Huyu ni mtu ambaye alibahatika kuvuka, aliamua tu kuachana na kila kitu kwa sababu aliona haina haja, anadharaulika. Na yeye mke anashindwa kuonyesha msimamo kwenye familia yake kwamba baba, hata kama mume wangu mimi hana pesa, mimi ndio niliyemridhia, hata kama hana chochote mimi nimempenda hivyo hivyo. Mke hakuwa akimtetea mumewe kabisa. Basi yeye amesema aliamua kuacha kila kitu na hajui chochote kuhusu huyo mwanamke, na huyo mwanamke hajawahi kumtafuta na wala yeye hajawahi tena kurudi pale kwenye ile familia. Yani anasema waliachana juu kwa juu. Yeye aliamua kukimbia, anadai alienda zake nchi nyingine kwenda kutafuta maisha, na amerudi sasa hivi ana maisha yake mengine na hajui chochote kuhusu hiyo familia na wala hajarudia. Na hii ndio sababu inayofanya mimi nikwambie, familia zenye status kubwa acha zioane zenyewe kwa zenyewe. Familia zenye pesa acha zioane zenyewe kwa zenyewe. Wewe mwenzangu na mimi ambaye unajitafuta, unaweza kwenda kuoa kwenye hiyo familia ukaishia kudharaulika. Madharau ambayo alifanyiwa huyu kaka ni madharau makubwa. Yani wewe mke wako wanamnyang'anya, anaenda kujifungulia huko, wanamweka kwao, wanamfungia mtoto wao, wanakwambia wewe ulitaka kumuua binti yao kwa sababu tu ulimpeleka hospitali ya kawaida. Fikiria, masaa 6 ni masaa ya mtu kusema kwamba alitaka kumuua binti yao. Ni vile tu muda ulikuwa haujafika, lakini wao walimchukua akampeleka huko walikompeleka, akahudumiwa na nini, mwisho wa siku akamchukua akarudi naye kwao. Kwa hiyo huyo kaka anasema aliamua tu kuachana na kila kitu, hajui chochote kuhusu huyo mwanamke na wala huyo mwanamke hajawahi kumtafuta. Yani ni kama hata yeye alikuwa na madharau moja kwa moja, aliamua kwenda kwao mazima, na ndio hivyo historia yake ilivyoishia kati ya yeye na huyo mwanamke. Kwa hiyo mimi nakushauri usije ukaenda kuoa kwenye familia kitajiri, utadharaulika. Familia nyingine ambayo wewe mwanaume hutakiwi kwenda kuoa ni familia ambayo mama wa familia anaonekana ana nguvu sana kuliko baba. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinasababisha huyo mama kuonekana ana nguvu kwenye familia kuliko baba. Cha kwanza, huyo mama pengine ameshamroga mumewe, pengine ana viasili vya uchawi, ushirikina. Kwa hiyo ni mtu ambaye amemkalia mume wake. Kaa ukijua kwamba mkeo hatakutendea wewe kama baba yake anavyomtendea yeye, lakini atakutendea wewe kama anavyomuona mama yake anavyomtendea baba yake. Asilimia kubwa sisi wanawake tunajifunza tabia kwa mama zetu. Kwa hiyo namna ambavyo mama anamtreat baba, hivyo ndivyo na mimi nitakavyoenda kumtreat mume wangu. Kwa hiyo kama mama anamtreat baba yangu bila heshima, na mimi nitaenda kumtreat mume wangu bila heshima, kwa sababu naona mbona mama alikuwa anafanya hivi na baba yangu alikuwa anapokea. Kwa hiyo hayo ni mazingira ambayo huyo mwanamke anaweza akaja nayo kwako kwa kukutaka wewe pia akutreat kama mama yake alivyokuwa anamtreat baba yake na uridhike. Kwa hiyo inaweza ikapelekea wewe kushindana sana na mke wako, na wakati mwingine unaweza kurogwa. Huyo mama mkwe anaweza kufanya chochote kutaka mtoto wake naye pia kutawale wewe, kwa sababu ni staili yake kupenda kutawala wanaume. Kwa hiyo anapenda na mabinti zake pia wapate wanaume wa kuwatawala na kuwashika masikio. Kwa hiyo ukishaona umesensi tu kwamba hii familia sasa inaonekana mama ana nguvu kuliko baba, usioe. Kwa sababu kuna baadhi ya watu walishindwa kusaidika na wakwe zao pale ambapo wanawake zao walikuwa na changamoto. Unaenda kufikisha changamoto kwenye familia ya mke wako kwamba bwana, mke wangu yuko hivi na hivi. Anayepokea yale mashtaka na mwenye sauti ni mama. Mama huyo yeye amemshika masikio mume wake. Hakuna chochote utakachosaidika, zaidi utasababisha mama aunde kamati na mtoto wake ya kukoroga wewe. Ukubali kutawaliwa. Ikionekana umekataa kutawaliwa, basi hiyo ndoa haitofika popote. Kwa hiyo mimi ninakushauri, kabla hujaingia kwenye familia yoyote, chunguza. Ukishaona tu pana kasoro, ukishaona tu mama wa pale inaonekana ameshikilia sana mji kuliko baba, achana na hiyo familia, kimbia. Hata kama ndio ulienda kuonekana kwa mara ya kwanza, kaka yangu, ailisha, rudi na pesa yako. Acha hivyo vitu, utaishia tu kulia. Wewe umempenda mwanamke ndio, lakini mwanamke amejifunza kwa mama yake. Huwezi kuja kumfunza we upya na akakuelewa. Tayari yeye ana zile principles za mamake, anafuata principles za mamake. Ikionekana wewe kuna vitu vingine ambavyo unaviongeza kwake, utaonekana kama wewe sasa unampangia kitu ambacho yeye hawezi kukifanya. Familia ya 4 ambayo wewe mwanaume hutakiwi kwenda kuoa ni familia ya mwanamke aliyelelewa na mama peke yake. Hili nimekuwa nikiliongea mara nyingi na linaleta shida. Yaani watu wengi wanataka ionekane kama vile, kwa nini tuseme mwanamke aliyelelewa na mama asiolewe? Sio kwamba linamaanisha hivyo. Na nitasema kwamba kabla wewe mwanaume kuoa familia namna hii, hebu chunguza vizuri. Usije ukaingia kwenye tatizo. Unakuta mama aliamua kukimbia mji wake, akaiacha ndoa yake, akaja kulea watoto wake yeye mwenyewe. Hatukatai, huwa zinakuwepo sababu na nini, hatukatai. Lakini kuna ile hali ya kuona
mabinti wa familia ile ni kama wamelelewa kiuhuru sana na mama. Yaani kuna namna ambavyo wamelelewa kwa kujiachia, ni watu ambao hawabanwi na mama yao, ni watu ambao hawafundishwi heshima, hawafundishwi nidhamu na mama yao. Yaani mama yao wamewaachia tu. Kwa sababu lazima ujue baba kuna kitu ambacho huwa anakitoa kwa watoto na mama kuna kitu ambacho huwa anakitoa kwa watoto. Kwa hiyo watoto wakilelewa na mama pekee, maana yake wanakosa kujifunza heshima ya kumheshimu mwanaume, heshima ya kumtii mwanaume, na mwanaume anatakiwa kutritiwa vipi. Hicho hawawezi kujifunza. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wanaume ambao huwa wanaoa watoto waliolelewa na mama peke yake, watoto wale huwa wanakuwa na shida. Shida yao moja kubwa huwa inakuwa hapa: kushindwa kuwa watiifu kwenye sauti za wanaume. Yaani yeye kuambiwa kitu na mwanaume na akatii, kwake kinakuwa ni kitu cha ajabu. Anaona ni nini? Kwa sababu hakuwahi kuexperience hicho kitu kwa mama yake. Ameshazoea kuona mama yao akiishi maisha ya kujiachia, anajiamlia mambo yeye mwenyewe. Kwa hiyo yeye ameshakosa kuona kunatakiwa wewe mwanamke utii mamlaka nyingine. Yeye kwake ni kitu kisichowezekana. Kwa hiyo unaweza kukuta umemuoa huyo mwanamke, wewe unampenda na pengine unahisi kwamba hapana, hawezi kuwa kama mama yake. Kumbe mtoto anakuja amejipanga full package. Yaani mwanamke unayemuoa amejipanga kabisa namna ya kuja kuishi na wewe. Yaani wewe unafikiri mke wako akija kwenye maisha yako wewe ndio utampa utaratibu wa kuishi naye, lakini yeye anakuja na utaratibu wake wa kuishi kwenye nyumba yako. Sijui kama unanielewa. Na hapo shida ndio huwa inaanzia. Unakuta mama amemuuzia mtoto wake chuki. Wanaume wako hivi, baba yako alinifanyia hivi, kwa hiyo na wewe usije kukubali. Mwanaume akikufanyia hivi, rudi mwanangu, nyumba hapa iko tupu, acha tuishi sisi wenyewe. Kama itakuwa imeshindikana, rudi nyumbani hivyo. Na kuna baadhi ya watu huwa mnapata wasaa wa kupata hizo story kutoka kwa hao wanawake, lakini hamconcentrate na kuona kama ni kitu cha muhimu wewe kukichukua. Mimi nakwambia ukienda kwenye hiyo familia, kuwa makini kuangalia namna ambavyo mama amewalea hao watoto. Sikiliza sana stori za huyo mchumba wako anazokupa kuhusu ndugu zake, kuhusu mama yake, kuhusu baba yake. Hebu jaribu kutaka kujua mtazamo wa huyo mke wako kuhusu baba. Ndio umelelewa na mama pekee, lakini una mtazamo gani kuhusu baba? Akishaanza kukwambia mimi baba namchukia, mimi sijui kienda kikarudi, baba alitutelekeza, baba alifanya hivi, nakwambia kimbia. Kimbia. Mwanamke hatakupa heshima wewe kama tu amheshimu baba yake. Kumbuka wewe ni mwanaume kama baba yake. Kwa hiyo kama ukishamuona ana viashiria vya kuwa na chuki dhidi ya baba yake, huyo ana chuki dhidi ya wanaume, sio wewe, sio baba yake tu. Hata wewe ni mwanaume. Kwa hiyo hiyo chuki inaweza kuhamia kwako pia. Na kama ukishaona kwenye stori za huyo mwanamke anasimulia dada zake ni watu fulani wa hovyo hovyo, ni watu wasiokaa kwenye ndoa, dada fulani ilivyokuwa hivi, mama kwa hasira aliwaka, alimfokea shemeji, akamtukana, akamwambia rudisha mtoto wangu, kama umemchoka mrudishe, mimi nitamlea. Yaani ukishaona hivyo, kaka, kimbia. Kimbia kwa miguu yako, tena usirudi nyuma, kwa sababu huyo mwanamke anakuonyesha namna ambavyo mama ana control akili zao. Kwa sababu wewe fikiria, kama dada mtu mama aliweza kuingilia ndoa yake na akamtukana mkwe wake, dada mtu akakubali kweli kurudi kwa mama yake, kwa sababu mama amesema huyu ni binti yangu, mrudishe kama umemchoka, na yeye alikubali kirahisi. Kwa hiyo inaonyesha mama ameshateka fahamu za watoto wake, anawakontrol. Kwa hiyo atamkontrol huyo binti yake hata mtakapooana. Na kuna watu leo hii mnasafa na tabia za wake zenu, sio kwa sababu wake zenu wana tabia mbaya, kwa sababu wake zenu wameadapti tabia za mama zao. Kwa hiyo inakupa wewe ugumu wa mwanamke wako kumrekebisha, inakuwa ngumu kwa sababu yeye ameshajifunza principle fulani kutoka kwa mama yake. Kwa hiyo anaishi kama mama yake alivyokuwa anaishi. Utamrekebisha, utaongea, utamuonyesha wewe ni mtu mzuri, utamuongelea nini na nini, hatokuelewa. Utaishia kujuta. Na kuna wengine mnaona kabisa wadogo wa mke wako, yani wadogo zake ni watu wa ovyo ovyo tu, wanavaa mavazi ya ovyo, wanaenda sehemu za ovyo, yani kama hawawekewi limit. Mama yao anawalea mazingira kama mayai. Mama yao mwenyewe unaweza kukuta na yeye bado ana maisha yale ya kujiuza. Yani familia hiyo kimbia. Kuna watu sasa hivi walienda kuoa kwenye familia ambazo mama wakwe bado ni maslay queen, bado ana mambo mengi, bado wamechangamka, bado anakuwa na wanaume huko huyu. Ukienda kuoa hapo utalia kaka, hujawahi kuona. Kwa sababu huyo mwanamke kumfanya atulie kuwa kama mke, na ametokea kwenye msingi ambao hawajajengwa kuwa mawaifu material, kaka, umekwisha. Mimi kila siku huwa nasema mwanamke ndiyo msingi wa ndoa. Kwa hiyo kama alikotokea kwenye hakueleweki, kaka yangu, huko hakuwezi kueleweka. Utahubiri,
utahutubia, utafanya nini, huyo mwanamke hatakuelewa, kwa sababu alikotokea kwenyewe amejilea. Kuna mabinti wao wameishi na mama zao, lakini walikuwa wanajilea 100%. Mama zao walikuwa ni watu wa hovyo, na mpaka leo unashuhudia mama zao ni watu wa namna hiyo. Kaka yangu, sikushauri we kuoa kwenye familia namna hiyo, utalia. Na utakaposikia tu story, dada yangu fulani alishindwa kukaa kwenye ndoa, kilikuwa hivi kikaenda hivi, usioe. Ngoja nikupe story moja. Kuna kaka mmoja alinitafuta akaniambia, dada, umekuwa ukiongelea sana masuala ya familia. Kiukweli mimi mwanzoni sikukuamini wewe mpaka pale nilipokuja kujihakikishia. Mimi mke wangu nilimuoa, alikuwa amelelewa na mama peke yake, na alikuwa akinipa sana story kuhusu dada zake kama venyewe wewe unaelezea kila siku. Nilikuwa siconcentrate sana kufuatilia. Na kuna story kubwa aliwahi kunipa kuhusu dada yake. Huyo dada yake alishawahi kuwa single mother kabla ya kuolewa. Kwa hiyo alikuwa na yule mzazi mwenzie ambaye alipata naye mtoto. Sasa yule dada yake akawa na tabia ya kumdanganya mumewe kwamba anaenda safari, kumbe anaenda kukutana na huyo mwanamume wake wa zamani, wanapanga gesti, wanakaa huko, wanaenjoy. Umeona? Kwa hiyo mke wangu akawa ananipa hizo story kwamba dada yake anamzunguka mume wake, anafanya hivi. Nikachukulia kama story za kawaida. Mpaka pale na mimi mke wangu alipokuja kufanya kitu kile kile alichokufanya dada yake, tena kwa njia ile ile, na yeye mke wake akaanza kumwaga kwamba anaenda safari, kumbe anamdanganya. Huko safari anakokwenda na yeye akawa anapanga gesti, anakaa na mwanaume wiki mbili. Alipokuja kugundua ndio akajua kwamba kumbe hawa watu huwa wanaambukizana tabia kama ambavyo huyu dada amekuwa akisema. Mimi nakwambia leo, utakaposikia mke wako anakupa story za dada yake, za rafiki zake, watu wake wa karibu wanasaliti ndoa zao, kesho tu mke wako naye atakuwa kwenye huo msululu wa kusaliti ndoa. Yaani usije ukajidanganya kwamba mimi kwa kuwa ananisimulia hana haya mambo. Pale ana practice vile vitu ambavyo wenzio wanavifanya. Anapokuambia akaenda hiki akaingia, anajifunza uongo kwa hao watu. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kujikuta na wewe mke wako ameishia kufanya hivyo vitu vile vile. Kwa hiyo mimi nakwambia familia ni kitu cha msingi sana wewe mwanaume kukichunguza. Na familia nyingine ambayo wewe mwanaume hutakiwi kwenda kuoa kwa namna yoyote ile ni familia ambayo baba na mama wametengana, na kinapofika kipengele cha nyinyi watoto kutaka muoane, sasa inaleta mgogoro. Sijui unanielewa? Mama hataki kukaa na baba, yaani mama anamnyima haki baba. Hapana, huyu binti hizi mali natakiwa zile zitolewe kwangu. Hapana, sijui, yaani huyo mama mkwe atakupa kizunguzungu hujawahi kuona. Utakapoona tu mama mkwe naye ameanza kuthamini vitu kuliko utu, kwa sababu anajua yule binti, anajua huyo mke wako ana wazazi wote pande mbili, halafu anang'ang'ania kuchukua mali peke yake. Pengine mazingira yao ya ugomvi yamepelekea mama huyo kuweka kinyongo hicho ambacho kimesababisha yeye hataki kukaa meza moja na mume wake, hata niseme mzazi mwenzie, wakapanga kuhusu mtoto, yeye anataka hizo mali ale peke yake. Sio familia ya kwenda kuoa. Mimi nakwambia ukweli, hivi vitu vinaletaga migogoro. Ngoja nikwambie mwanaume, kaa ukijua kwamba unapokwenda kuoa, ile mali unavotoa, watu wanavogawana huku, wanavogawana kule, maana yake kesho na kesho kutu hata ikitokea mke wako amepata tatizo, pia watu wataungana vile vile kukushika wewe mkono. Lakini utakapoona mama mkwe anang'ang'ania peke yake, maana yake hiyo ndoa yako itakuwa ina vita. Sijui ni kuelezeje ili unielewe. Wakati mwingine huwa ina vita ile ya kiroho. Ukae ukijua kwamba pamoja na kwamba sisi ni watu ambao tunaamini Mungu na kila kitu, lakini kuna zile mila na desturi za kwetu. Kila kabila lina mila zake na desturi zake. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wewe ukienda kumpa mali mzazi wa upande mmoja, kwa mfano ni mama, umeenda kumpa mama, maana yake utakuwa umekiuka pakubwa, kwa sababu damu ni ya baba. Kwa hiyo kuna watu walienda kuoa kwenye familia za namna hiyo na wakasikiliza misimamo ya mama mkwe zao, leo hii wanalia. Unaanza kujikuta familia yako inakuwa ina changamoto, watoto wako sijui anapitia nini, watoto wako sijui anapitia kile. Unakuta kwa bahati mbaya na baba mkwe wako alishakufa, wanaanza kusema sijui anasikitika baba mkwe kwa kuwa kupata hiki. Hivi vitu jamani vipo, yani tusidanganyane kabisa kwamba tunaamini Mungu tunafanya, lakini hivi vitu vipo, na baadhi ya watu hapa wamepitia hayo mambo au wanayapitia sasa hivi. Ile migogoro ya mali imeleta manunguniko, na hivyo nikwambie, mali zinaingizaga uchawi.
Hivi vitu watu vimalimali hivi nini vinaletaga matatizo. Watu ndio wanapoanziaga kurogana. Watu ndio wanapoanzaga kutumiana uchawi. Watu ndio wanapoanzaga kuchezeana familia. Kuna watu mlienda kuoa, familia zilikuwa zimekaa kimigogoro, mpaka leo wake zenu hawapati watoto. Hapati ujauzito mke wako, au kila akipata ujauzito unaporomoka, kila akipata ujauzito unaporomoka. Umeshahangaika, umechoka, kwa sababu kwenye ile familia kuna manunguniko, kuna upande mmoja unanungunika. Au utakapoona unaenda kuoa familia ambayo baba pia anataka ile haki yeye peke yake, mimi ndio baba, ukija hapa mimi ndio baba. Hapana, hakikisha kila mzazi anapewa haki yake, ili uondoke ukiwa na amani kutoka kwa wazazi wa pande zote mbili. Masuala ya wao kugombana hayakuhusu wewe mkwe unaenda kuoa. Wao watajua wao wakae vipi, lakini wewe unachotakiwa uende ukatoe mahali kwenye familia ambayo imenyooka. Wao kama walitengana walifanyana nini, wanajua wao, wewe hiyo haikuhusu. Lakini hakikisha unatoa mali familia ambayo imenyooka. Hata kama baba na mama walitengana, wakae kwa pamoja, hicho kitu wakipokee kwa pamoja, wagawane kwa pamoja. Uepushe manunguniko. Hayo manunguniko yanaletaga uchawi. Huo uchawi ambao watu wanawatengenezea watu, unakuta umeoa mke wako, umeanza kukaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, sasa hivi mnaenda miaka 7 hujawahi pata mtoto. Mke wako amekaa miaka 3 hajawahi pata mtoto. Mke wako amekaa miaka 4 hajawahi pata mtoto. Mmeenda kwenye maombi, mmetembea kwa waganga, na mkienda kutembea kwa waganga wanawaambia inaonekana kuna upande mmoja ulikuwa na manunguniko kuhusu hicho kitu mlichokitoa. Pamoja na yote tunayoongelea kwamba tunaamini Mungu na kila kitu, tunaamini dini tu ndio inafanya kazi, lakini tusisahau mila na desturi za kwetu bado zinafanya kazi. Uchawi bado unafanya kazi, na hakuna uchawi utakuwa mbaya kama manunguniko ya mzazi. Yaani kabisa huo utakuwa ni uchawi mkubwa. Mfano, baba amenyimwa haki yake, hajapewa chochote kwa binti yake, unategemea nini? Au mama amenyimwa haki, hajapewa chochote kwa binti yake, unategemea nini? Yaani wewe ukishaona familia imekuwa na migogoro, mapema tu kila mnaposuluhisha kwamba jamani, kaeni kwa pamoja hili swala tulimalize, inashindikana. Ndugu anakaa wanalijadili kwa pamoja, hili swala iliwezekana, inaonekana wazazi wanalikataa, wanapinga. Kila mtu anang'ang'ania ile mali achukue yeye peke yake. Nakwambia hiyo sio familia sahihi. Hivi ninavyoongea kuna watu wanajuta na wananielewa ninachokiongea. Walipo hapa hawajawahi kupata watoto, wana miaka, kwa sababu ya migogoro ya wazazi wao. Mabinti na wao wanakuwa tu wanalia, sasa hawaelewi wafanyeje. Kwa hiyo mimi nakwambia wewe mwanaume, hakikisha unakula msimamo, unaenda kulipa mahari kwenye familia iliyonyoka. Usiache kinyongo kwa mtu yeyote, kwa sababu kinyongo ndio kinachosababisha watu kutengeneza uchawi. Na wakati mwingine unaweza usiwe uchawi, lakini yale manunguniko yakasababisha mzazi mmoja akamfungia mtoto wake asipate kitu fulani. Yaani akaweka nia. Ukumbuke mama mtoto wake amekaa tumboni kwake. Baba yule binti ni damu yake. Kwa hiyo anaweza kufanya chochote kwa mtoto wake. Kwa hiyo unaweza kukuta ukakaa miaka na miaka msipate mtoto. Wewe mama mkwe wako asikudanganye sasa hivi, hivyo vitu vilishapita. Baba yao yuko huko, tulishaachanaga miaka ishapita. Unafikia anajuaga chochote kuhusu watoto? Unafikiri sijui nini? Mimi nawaambia kabisa, jamani, haijalishi wazazi walipitia vitu gani sisi tukiwa wadogo. Baba sijui akuchangia malezi, baba akufanyeje, lakini linapokuja swala la mali, acheni tu mtu apate haki yake. Yaani hata kama akulea sasa ndio basi alishakuwa mzazi. Kuwa mzazi tu ni haki yake yeye kupewa kitu. Mimi najua watu wengi sana huwa tunaongea hivi vitu kwa hasira. Na pengine kuna kitu natamani kukiongelea lakini siwezi kukiongelea. Lakini ndio hivyo, natamani kuambia hata mnielewe kwamba pamoja na kwamba sijui ikionekana baba yako sijui kukusaidia, baba yako akufanya nini, hata wewe mwanamke unayenisikiliza hapa, kama baba yako sijui kutoa mali ya kufanya nini, usije ukakaa huo upande, kwa sababu hiyo lawama mwisho wa siku itakudondokea. Hayo manunguniko yatakudondokea, wewe ndio utakayeteseka. Pale utakapoanza kuhangaika upati mtoto upati nini, utateseka kwa sababu ya manunguniko ya mzazi wako. Haijalishi mzazi wako aliperform kwenye maisha yako ama la. Hivi nikwambie tu kweli, hizi mali hizi waume zetu wanapoenda kutulipia mali ni vitu vya kupita tu. Ni vitu vya kupita tu. Ni kitu ambacho hakiwezi kumtajirisha mtu yeyote. Mali mtu uendi kutolewa milioni 100 kwamba unatajirika. Hapana. Hakuna utajiri wowote. Mali zenyewe hizi za mablangeti 2 3, majembe sijui mangapi. Mali hizi za ng'ombe 2 sijui mbuzi 3, kweli ndio kitu cha kukusababisha we kesho na kesho kutwa ukose mtoto. Na kuna mabinti mko hapa huwa mnashadadia hiyo migogoro ya wazazi wenu kwamba hapana, mimi nililelewa na mama tu, nachotaka mimi hii mali itolewe kwa mama tu. Shauri yako, mimi sitokwambia tena. Lakini nimekwambia, hakikisha wazazi wako wanakaa pamoja, mume wako aende kutoa mali kwa wazazi wako wote. Masuala ya baba kuto kukulea, sijui mama kuto kufanya nini kwako, hiyo wewe haikuhusu.
Jitoe kwenye huo mgogoro, kwa sababu mwisho wa siku utakapokubali na wewe kushikilia msimamo wa mama yako, atakaposema baba yako, kumbuka mwanangu, mimi na wewe tumepitia mangapi, ukakubali, shauri yako, utakaenda kuteseka ni wewe. Upande wa baba yako utakapoanza kunungunika, shauri yako. Mimi nakwambia hivi vitu tunaongea tu ni ukweli mtupu, kwa sababu haya, yani mambo ya mila na desturi hayawezi kufa. Pamoja na kwamba ndio tunaamini dini na kila kitu, lakini kuna vitu huwa vinafanya kazi vya kiroho ambavyo vinatokea kwenye koo zetu, huwa vinafanya kazi. Kwa hiyo ukipuuzia, shauri yako. Na wewe mwanaume nielewe, familia yoyote ambayo haijakaa vizuri, usije ukaenda kutoa mali, utalia zaidi ya kulia. Utakuta mke wako amekosa mtoto, uanze kuhangaika kwa sababu wewe ulikubali migogoro ya wazazi. Mama alipokuambia toa kwangu, na wewe ukaenda kutoa, shauri yako. Na ukamsikiliza mkeo amekwambia, mume wangu toa kwa mama, mimi mama ndio aliyenilea, mimi mama ndio aliyefanya hiki, shauri yako. Huyo mke wako mtoto mtatafuta miaka na miaka. Sijui kama unanielewa. Na familia nyingine ambayo ni hatari sana wewe mwanaume kwenda kuoa ni familia ya wasomi. Yaani wewe kama hujasoma usioe kwenye familia ya wasomi, achana nayo. Yaani wasomi acheni waone wasomi kwa wasomi, achaneni nao. Yaani mimi natamani sijui niongee nini, lakini jamani wanaume, mimi naomba niwaambie tu, wanawake wasomi achaneni nao, achaneni nao, wana shida, wana shida. Oa mwanamke wako wa kawaida, oa tu mwanamke wako wa kawaida ambaye utamfundisha, atakuelewa. Unaenda kuoa mwanamke yeye mwenyewe ana elimu yake, hakuna chochote utakachoongeza juu yake akakuelewa. Kila kitu yeye anajua, mjuaji, kila kitu anafahamu, amesoma, ana elimu. Wewe unajua nini? Unajua nini ambacho utamwambia kuelewe? Mimi nakwambia mwanaume, ukiona mwanamke sijui amepita sijui chuo, sijui amepita wapi, sijui akaenda wapi, sijui nilipotoka kusoma hapa nikaenda hapa, ndugu yangu, kama wewe sio msomi, achana naye. Achana naye. Sitamani kufafanua hili kiundani kwa sababu ni vitu ambavyo huwa vinasababisha watu kuongea tofauti, kuona kama vile mimi ninaongelea vibaya, lakini mimi nakwambia wako baadhi ya watu wanaielewa hii kodi, kwamba mwanamke msomi mwache tu, hata usimuoe, utateseka naye. Kama wewe sio msomi, achana naye. Wasomi acha waoane wasomi kwa wasomi. Lakini nakupa practice moja, kitu ambacho unatakiwa ujifunze kwa wewe kukitazama kabisa. Hebu angalia ndoa za wasomi walioana wasomi kwa wasomi. Hivi wewe zile ndoa huwa unazioneje? Mwanaume anafanya kazi Sengerema, mwanamke anafanya kazi sijui wapi. Angaliaga ndoa zao zilivyokaa. Yaani ni ndoa fulani ambazo sio kama ndoa, hazieleweki. Mimi nakwambia mwanaume, oa mwanamke wa level zako, utaenjoy maisha. Kwa sababu wewe ukienda kuoa msomi utateseka. Wewe unakaa da, mwanamke wako anaenda kuajiliwa Dodoma. Ni ndoa ya namna gani? Kuna watu wanakosa hata haki ya kupata familia kisawasawa na wake zao, kwa sababu wake zao wana majukumu. Wake zao wanakaa sehemu tofauti. Kupata watoto kinakuwa ni kipengele. Mwanaume kukaa kama mume inakuwa ni kipengele. Kufuliwa nguo na mke wako ni kipengele. Utafuliwa muda gani kama mke wako mpaka umsubiri kwenye likizo ndio anakuja? Wewe fikiria, ukioa msomi, yani ni ndoa ambayo itakusumbua, kwa sababu cha kwanza wanawake wenyewe wanakuwa wajuaji, kwa sababu ni wasomi, ni wajuaji, na huko wanakwenda kusoma wanajifunza sasa usawa. Mtu anakwambia mimi nina kazi yangu, mimi nina pesa zangu, kwa nini mnyenyekee mwanaume? Kwa nini nifanye hiki kwa mwanaume? Yani kuna namna ambavyo wao wanajitoa huko kwenye kutokuwa wanawake kwa sababu ya usomi walionao. Kwa hiyo mimi nakushauri, mwanamke msomi achana naye. Acha waoane wasomi kwa wasomi. Angalia ndoa zao zinavyoendesha huko. Nawaambia ukweli, mtu unaweza ukahisi ndoa za wasomi labda wanafaidi. Hakuna watu wanajutia kama wale. Hasa wanaume wanachoka kabisa na kuwa na maisha ya wao kuwa wasomi. Anatamani basi at least yeye ndo angebaki msomi, lakini mke wake angekuwa mtu wa kawaida ambaye pengine wanaweza kwenda kuishi hapa anapokuwepo mumeo, wakaishi kwa pamoja. Lakini unakuta wakati mwingine inashindikana. Mke anaajiriwa kule, mume anaajiriwa kule. Mwanaume ana majukumu, mwanamke ana majukumu. Hakuna anayekaa nyumbani. Hakuna anayeangalia familia. Familia haina mtu wa kuiangalia. Binti wa kazi ndo anakaa pale. Mwanaume anaishia kuwa mpweke. Nyie wasomi achaneni nao. Yaani kwangu mimi nikisikia tu bwana binti amepitia chuo nachoka. Huko vyo watu wanapitia mambo kibao, na katika kesi za watu ambazo ninazipokea ndoa zao zinasumbua sana, ni watu waliooa mabinti waliopita chuo.
ni watu ambao wana uchumba na wanachuo. Yaani inaonekana huko vyuo sijui wanafanya vitu gani, mimi sielewi hasa. Sijui huko chuo kuna nini wanachokipitia hasa, mimi sielewi. Lakini asilimia kubwa ukishasikia tu mimi mchumba wangu alikuwa chuo, tulikutana chuo, mwisho wa siku mwisho wao unakuwa sio mzuri. Mwisho wa siku mwanamke inaonekana anakuwa msumbufu. Tulipoachana chuo, yule akaenda kusoma sijui Kenya, mimi nikaingia wapi, mimi sijui nikaenda, mwisho wa siku anakuja kukutana, ndoa haiwi ndoa. Wewe wanawake wasomi achana nao. Achana nao. Mwanamke akishakuwa msomi wewe mwache tu. Oa mwanamke wako wa kawaida wa level zako, wewe sio msomi, tafuta mwanamke wako wa kawaida, oa uishi maisha ya amani. Lakini msomi, sikushauri kama wewe sio msomi. Lakini nitakwambia wewe kama msomi, muoe, mtaendana. Wewe utakapokuwa unafanya kazi Tanga, yeye atafanya kazi Dar. Maisha yataenda. Kwa sababu kila mtu anajua kwamba sisi ni wafanyakazi, pengine isilete shida. Lakini kwako wewe sasa, ambaye wewe sio msomi, itakuletea shida. Hujazoea hayo maisha. Wewe unataka uoe mke ambaye mtakuwa mnasaidiana majukumu. Mke yuko nyumbani, unarudi unamkuta mke wako nyumbani, nyumba imechangamka, nyumba ina familia, unapenda hivi. Usioe msomi. Na hiki ndio kitu ambacho kimenifanya mimi niwakumbushe watu kuchaguana watu ambao mnaona kabisa ni level zinaendana. Kama wewe unaona kabisa mimi ninaweza kuvumilia kuishi na mwanamke msomi, oa, kaa naye. Lakini kama wewe unahisi kabisa mimi nataka mwanamke ambaye anakaa nyumbani, familia yangu inaenda, oa ambaye atakubali kukaa nyumbani. Unajua haya mambo yanaleta shida sana. Pale ambapo wanasema kwa hiyo wazazi wetu wametusomesha, kwa hiyo ndo mimi li mwanaume lije liniambie eti kaa nyumbani na mimi nikae. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuepusha vitu kama hivyo, wewe usioe msomi. Oa mtu wa level zako ambaye unaweza kumwambia bwana, mimi mke wangu nilikuwa nataka akae nyumbani na akakuelewa. Kwa sababu ukioa msomi hamtaelewana. Yeye atataka afanye nini? Afanyie kazi elimu aliyoipata. Kwa hiyo kuepusha wewe kuonekana kama unataka kuua ndoto za mke wako, au kwa nini umpangie yeye, sijui afanye nini. Hebu achana na msomi, mwache aolewe na msomi mwenzie huko. Wataendesha maisha yao kwa amani, wataenda vizuri. Lakini wewe hutomweza. Angalieni ndoa za wasomi, nyie jifunzeni. Na kitu kinachonishangaza ni kwamba asilimia kubwa ya wasomi wana akili za darasani, lakini akili za maisha hawana. Wengi mimi nimeshawaona, akili za maisha wengi hawana. Hawajui maisha yanataka nini. Wanafikiri kila kitu kwenye maisha yao kinataka elimu. Kumbe vitu vingine vinataka akili ya maisha ya kawaida. Katika watu wanateseka, wasomi mojawapo. Katika watu wananyanyasika na wake zao, wasomi. Walipooa wasomi wenzao wanauona moto. Na wako baadhi wananielewa hapa ninaposema wasomi ni tatizo. Acheni waoane wasomi kwa wasomi. Nisiseme ni tatizo kwa sababu si lazima sana watu muoane ambao hamuendani. Iko haja ya mtu kuchagua mtu wa level yako kisha mkaoana.